Karibu Tumone Media na leo tunakuletea uchambuzi wa kina kuhusu kinachoendelea baada ya Yanga kulazimishwa sare na Mbeya City jana, ambapo mchezo ulipigwa kule Mbeya kati ya Yanga na Mbeya City. Sasa kuna mambo mengi sana yanaendelea kwenye klabu ya Yanga, na moja kati ya mambo yanaendelea ni sakata linalomkabili kocha wao. Kaa nasi mwanzo mpaka mwisho wa hii video. Hii video itakapokuwa mwisho utaelewa kwamba ni sakata gani linaendelea ambalo linamkumba kocha wao wa Yanga kwa sasa. Na baada ya klabu ya Yanga kulazimishwa sare ya bila kufungana na Mbeya City jana, taarifa kutoka ndani ya klabu zinaeleza kuwa uongozi wa wananchi wamechukizwa na matokeo hayo. Kocha mkuu wa Yanga amepokea onyo kali, huku akitakiwa kubadili mwenendo wa kikosi mara moja, na viongozi wa klabu hiyo wanahofia kupoteza mwelekeo kwenye mbio za ubingwa, na pressure kutoka kwa mashabiki imezidi kuwa kubwa. Na hii ni baada ya klabu ya Yanga mwenendo wake sio mzuri, na jana wamelazimika kutoa sare pale jijini Mbeya ambapo walikuwa wanacheza na klabu ya Mbeya City. Hivyo basi viongozi wa Yanga wamempa onyo kali kocha mkuu wa Yanga, na hiki ndo kitu ambacho kinamkumba kwa sasa kocha mkuu wa Yanga, na chanzo kutoka ndani ya timu kinaeleza wazi kuwa kama hali hii itaendelea, kocha yupo mbioni kuachishwa kazi na kabla ya mechi zijazo. Na hivyo basi viongozi wa Yanga wamempa onyo kali kocha huyo, na kwamba kama hali hii itaendelea basi wapo radhi kusitisha mkataba na kumfukuzisha kazi kocha huyo mkuu. Na kwa sasa mashabiki wa Yanga wanaendelea kujadili kwa hasira mitandaoni, wakidai timu yao inapaswa kuonesha ubora zaidi, hasa katika michezo midogo kama huu wa jana ambao umepigwa pale jijini Mbeya kati ya Yanga na Mbeya City, ambapo Yanga walilazimika sare ya bila kufungana na Mbeya City. Sare ya jana imeibua maswali mengi. Je, kocha wa Yanga ataweza kubadili hali kabla ya mambo yajabadilika, au ataondoka mapema msimu huu? Sasa swali ndio lipo hapo. Je, kocha wa Yanga atabadili hali au ataondoka msimu huu? Na swali kwa mashabiki, wewe unadhani ni sahihi kwa Yanga kuanza mipango ya kumtimua kocha wao mapema tu, au apewe muda zaidi kuonyesha uwezo wake? Wewe unadhani, je, Yanga wapo sahihi kumtimua kocha wao mapema hii, au anastahili apewe muda zaidi yake? Na hili sakata limeendelea kuwa kubwa sana, ambapo mashabiki wamecomment kwa hasira, mashabiki wa Yanga wamecomment kwa hasira. Lakini moja kati ya watani wa Young African ambaye ni Ahmed Ally, huyu afisa habari na ni msemaji wa klabu ya Simba, leo hii baada ya kusikia hilo sakata linalomkumba kocha wao, ameamua kuposti kwenye ukurasa wake wa Instagram, ambapo ameposti picha yake na chini kwenye caption ameandika maneno kama yafuatayo. Haya ni maneno ya Ahmed Ally, amesema hivi: kwenye kikao cha kumfukuza Foili, anamuita Foili kocha wa Yanga akimaanisha ni kocha mkuu wa Yanga. Anasema, anaendelea kwa kusema, kilichofanyika jana Mbeya kwenye hoteli iliyopo Mafiati, kocha akauliza, mnanifukuza kwa nini? Mimi ndo nimesajili wa staff? Wakajibu hapana. Akauliza tena, mimi ndio nimesajili striker mechi 5 non target? Wakasema hapana. Akauliza tena, sasa mimi kosa langu ni nini? Wakamwambia mashabiki hawakutaki, jiuzulu. Akawaambia, mimi sijaajiriwa na mashabiki, nitabidi mnifukuze nyie. Sasa nyundo ni kwamba hawataki kumfukuza, maana hawawezi kumlipa gharama za kuvunja mkataba wa kocha wao mkubwa, na hivyo klabu ya Yanga inamlazimisha kocha huyo ajiuzulu, na kocha amekataa kujiuzulu. Amesema kama vipi yeye hajaajiriwa na mashabiki, kama vipi wamfukuze viongozi, na viongozi wanasita kutokana na kuvunja mkataba, manake na walazimika endapo kama watamfukuza kocha wao mkuu, ni maana watavunja mkataba na kumlipa gharama zote huyo kocha. Hivyo ndivyo sakata ambalo linaendelea huko kwenye klabu ya Yanga. Sasa watu wamekuwa na maoni tofauti tofauti. Sasa wewe unayetusikiliza, maoni yako ni yapi? Je, kocha wa Yanga endelee kupewa muda au ni wakati sahihi wa kuondoka? So kama wewe ni mara ya kwanza unatuangalia, hakikisha umesubscribe, na hivi ndio vitu ambavyo tunavileta kwenye channel yetu ili usiendelee kupata vitu vikali kutoka kwetu. Mimi ni Tumone Media, hadi wakati mwingine, keep watching. Bye bye.